Kuna msemo mmoja unasema hivi: kama hamwezi kuelewana dhidi ya adui yenu, yaani mnazozana wenyewe kwa wenyewe juu ya adui yenu, basi huyu adui ameshawashinda. Ndicho kinachoendelea kwa Umoja wa Ulaya. Yaani hawawezi kuelewana wanavyokaa kudiscuss issue ya Urusi na Ukraine. Wako walio upande wa Urusi kwa sababu maisha yao yanaendeshwa na Urusi, na wako wanaoishi kwa kuigiza kwamba wana uwezo wa kuishi bila Urusi, kitu ambacho hakiwezekani, na wanajazwa akili na upande wa Marekani kwamba kuna siku wana uwezo wa kuishi pasipo na Urusi. Wengine wanatumia akili ya kawaida kwamba maisha yetu sisi ni Urusi. Hakuna sehemu utakwenda ukapata nishati ya bei rahisi wananchi wako wakafurahia zaidi ya Urusi. Ndugu zangu, wanasiasa ni watu hatari sana. Nataka nikuthibitishie kwa nini wanasiasa ni watu hatari. Huwa nawapaga mfano halisi kwamba dunia inaendeshwa na kuna makundi matatu duniani ambayo yanahubiri kitu kimoja, kwamba kumsaidia mwanadamu kuifurahia sayari hii. Kuna kundi la wanasayansi, kuna kundi la wanasiasa, kuna kundi la wanadini. Kundi hatari kuliko yote, la kwanza ni siasa, la pili ni dini. Sayansi itoe kabisa. Ubaya wa sayansi ni pale unapoingiliwa na wanasiasa. Yaani sayansi ikiachwa kama ilivyo haina shida. Angalia vitu vyote vinavyokurahisishia maisha yako ya kila siku: magari, simu, treni, ndege, vyote hivyo ni kazi ya sayansi. Sasa ukilaumu sayansi kwenye upande wa silaha, ujue silaha zinatengenezwa chini ya muongozo wa wanasiasa. Tutengeneze hichi. Kama unakumbuka vizuri, bomu kubwa duniani kuwahi kutengenezwa ambalo lilitengenezwa na Soviet, ulikuwa ni mkwara wa kiongozi wa Soviet kipindi hicho kwamba nataka silaha kubwa kuwahi kutengenezwa. Kwa hiyo wanasayansi wa Kisoviet waliwekwa sehemu wakaambiwa ni lazima watengeneze hicho kitu. Nimekupa tu kidogo kwamba wanasiasa, na kwa nini wanasiasa ni watu wabaya. Nitakupa mfano halisi. Angalia hapa kwetu alipotoka Nyerere, badala ya Mwinyi kupambana kuyaendeleza ya Nyerere, Mwinyi aliharibu yote ya Nyerere. Akaja Mkapa akapambana kuharibu ya Mwinyi. Akaja Kikwete anaharibu ya Mkapa. Magufuli haelewani na ya Kikwete. Mama Samia haelewani na ya Magufuli. Tunaendeleaje? Wakati ukija kwenye mchakato wa science, huwa kila stage inaheshimu stage iliyopita. Nitakupa mfano. Ukitaka kutafuta eneo la duara, utaandika formula. Ile formula kuna wana science waliibuni. Yaani kile kitendo cha kuandika science, ile formula ya kutafuta eneo la duara, umewaheshimu watangulizi wa idara ya hisabati. Nimekupa picha kwamba kwenye science tunaheshimiana. Hakuna mwana science anayemdhihaki mtangulizi wake. Na kwenye science huwa hatutukanani. Mwana science amesema anaamini dunia katika mfumo wa evolution, haamini katika Mungu. Huwa hatumtukani. Tunaangalia alichokifanya, tunaheshimu. Ni kitu gani nataka kukupa? Wanasiasa ni watu hatari kabisa. Kwa sababu kwanza hawaheshimu uhalisia. Kivipi? Tuangalie mvutano unaoendelea kati ya Ulaya na Urusi. Kawaida kabisa, katika hali ya kawaida maisha ya watu wa Ulaya yanatakiwa yaendeshwe na Urusi. Ndiko chakula chao kinakopatikana. Kuna yule mjinga aliniandikia ile comment ananiambia, Urusi kuna chakula gani? Kawaambie watu wa Ulaya walivyokuwa wanaita Ukraine Eurobread basket, sijui Eurobread basket. Waambie wa Ukraine hiyo ngano walikuwa wanaiuza Ulaya walikuwa wanalima wapi? Walikuwa wanailima Ukraine na nyingine walikuwa wanaichukua Urusi. Kwa sababu Urusi alikuwa haruhusiwi access soko la Ulaya moja kwa moja. Natoaga ule mfano wangu kwamba Nyerere hawezi kwenda kuuza kahawa moja kwa moja world market, bali atampa Jomo Kenyatta akauze. Ndio hapo Jomo Kenyatta akamtukana Nyerere. Nimekupa mfano. Kwa hiyo wa Ukraine kuwa madalali wa bidhaa za Putin walijiona ni wajanja sana. Putin alikubali, Warusi walikubaliana na hicho kitu, wana okay. Lakini kadri Ukraine ilivyokuwa inamheshimu Urusi, ilivyokuwa inamheshimu Ukraine kwa kudalalia mali za Warusi, wakaona sawa wakaribisha na NATO kabisa, ambaye wewe huko unako kwenda siko. Back off a little bit. Embu rudi nyuma kidogo. Huko unakoeleka siko. Sasa Ulaya wamekosa yote.
Ndugu zangu, Ulaya lazima iende Moscow moja kwa moja ili maisha yao yaende. Kuna hii taarifa, nikusomee tu kichwa cha habari hichi. We will find a way to get around Hungary and deliver Ukraine's 90 billion loans, EU vows. European Union wanakaa kikao cha kutoa mkopo kwa Zelensky. Lakini memba wao mmoja, sio mmoja, wako wawili, Hungary na Slovakia, wanazuia hicho kitu. Kwa nini? Kwanza Ukraine anazuia nishati inayopita kwake kwenda Hungary. Hiyo nishati inatoka Urusi. Kwa hiyo Hungary wanalazimisha kwamba kwanza Zelensky aachie nishati inayotoka Urusi inayopita kwake iende Hungary. Slovakia amemwambia Ukraine, umeme wako wa nyumbani unatoka kwangu, alafu bado hutaki nishati, mafuta na gesi vinavyotoka Urusi vipite kwako. Hivi una akili wewe? Yaani kuna vitu vingine navisikilizaga mara tano, nasema hivi hawa wanaongea kitu gani hao? Ni masikio yangu sielewi? Yaani kama hamwezi kuwa na lugha moja dhidi ya adui yenu, adui ameshawashinda. Ndicho kinachoendelea kati ya Ulaya na Urusi. Ngonjera wanazoongea mbele ya kamera, achana nazo. Pita huku nyuma, angalia ni kiasi gani Putin anapelekewa pesa na anawapelekea gesi na mafuta. Hawezi kwenda Marekani kuchukua gesi, itakuwa bei gani hiyo? Sasa dada yangu Kajakala amekuja na kali hiyo kabisa. Nimeipenda hiyo. If the loan doesn't work, we can always go back to using the frozen assets, Kajakala told journalists on Monday, as cited by. Frozen assets ni pesa za Warusi ambazo zimezuiwa kwenye Umoja wa Ulaya. Kwa kama Hungary atazuia Ukraine asikopeshwe hizi bilioni 90 euro, inabidi Umoja wa Ulaya wachote hela za Warusi wampe Zelensky atumie. Sijui hiyo sentensi inaeleweka. Pesa za Warusi ambazo ziko Ulaya, kwa hiyo inabidi zichukuliwe apewe Zelensky atumie aendelee kupigana na Putin. Yaani kuna story nyingine mimi naziokotaga huku Ulaya, najiuliza hivi hawa wana akili kweli? Alafu wao ndo wanatufundisha sisi maisha kweli? Ndugu zangu, hawa watu wasiojua hata wana jinsia ngapi, wasio wanatufundisha maisha. Tuamke wa Tanzania. Tuamke. Watu wana uwezo wa kudebate jinsia kweli. Wana matatizo ya jinsia, wana matatizo ya uhamiaji. Hawa watu wanatufundisha nini? Kwa sababu uhamiaji kwa nini? Hawazaani. Labor force ya Ulaya na Marekani inatoka nje ya Ulaya na Marekani. Kwa nini inakuwa ni topic ya kisiasa? Kwa sababu kuna watu wanapiga hela humo. Kuna maagenti, kuna matajiri. Hakuna tajiri ambaye hajatajirika kwa kutumia aliens, illegal immigration, sio wanaita illegal immigration, wahamiaji haramu. Kwa sababu ukipita njia sahihi si gharama kubwa. Kwa hiyo kuna namna maagenti wanajua njia za kupita. Ndio ugomvi wao mkubwa. Ugomvi wa jinsia wa kisiasa, ugomvi wa uhamiaji wa kisiasa. Hata wanatufundishaje maisha? Jamaa wa Hungary akasema, we will not let Kyiv's blackmail go unanswered. We will not stay silent while Brussels side with Ukraine against the Hungarian people. Kama hamwezi kuelewana dhidi ya adui yenu, kwanza mnampa adui urahisi wa kujua mnachozozana ni kitu gani. Kwa sababu hawa watu kama walikuwa wanajifungia ndani wanaongea lugha moja kwamba lazima tumwekee Urusi hivi vikwazo hivi ili uchumi wake udondoke. Lakini wewe unasema tumwekee vikwazo, mwambie wewe tukiweka vikwazo hivi mimi naishije? Mimi maisha yangu yanaendeshwa na Warusi. Wewe unaniambiaje tuweke vikwazo hivi? Wa Brussels watakwambia usiguse almasi za Warusi, mimi nazitaka. Wa Hungary watakwambia usiguse mafuta ya Warusi, mimi nayataka. Kuna wale wa ugali kabisa, ngano ina flow tu. Nyie hamjui nyie. Kazi ya wazungu ni kutubaka akili kwamba wana uwezo wa kuishi bila Urusi. The very same way ni wakumbushe wa Afrika. Jinsi tulivyo disorganized, hatuelewani, ndivyo wazungu wanavyotufaidi. Sisi wakiwa na hoja ya maendeleo, Chadema naipinga kwa sababu haimfaidishi Chadema. Chadema akiwa na hoja ya maendeleo, sisi wanaipinga. Lini tutakuwa na maendeleo? Unafikiri hivi vyama vililetwa from nowhere? Chadema anataka maslahi yake, sisi wanataka maslahi yake, Chauma anataka maslahi yake, BAKWATA wanataka maslahi yao, Wakatoliki wanataka maslahi yao, Ufufuo na Uzima wanataka maslahi yao,
Mwazabe yuko wapi? Nani wa kumpigania Mwazabe? Lazima tutafute platform. Haina CCM, haina Chadema, haina Chauma, haina Bakwata, haina Mkatoliki wala sijui mnani. Tunazungumza Tanzania kwanza. Ndio maana nawaambia tunahitaji mtaala wa kudilute upumbavu wa dini na siasa kwenye vichwa vya watoto. La sivyo watoto wana graduate chuo kikuu hawajui jinsia zao. Naongea ule ukweli. Nenda university watu wana graduate degree. Wa kike hajijui kama ni wa kike, hajui majukumu yake ya kike. Wa kiume naye hajui majukumu yake ya kiume. Elimu gani hiyo tunapeana? Hujui dunia kuna watu wamejimilikisha na wanatuprogram kwa faida yao, sio kwa faida yetu. Mswahili, elimika usiwe msomi.